Wapendwa wasikilizaji wa Radio Taa Bora FM, karibuni katika tafakari ya neno la Mungu. Leo ni Jumapili ya 5 ya kipindi cha Pasaka, tarehe 18 mwezi wa 5. Masomo yetu ya leo kama ifuatavyo. Somo la kwanza, Matendo ya Mitume sura ya 14 aya 21b hadi aya 27. Somo la pili, Ufunuo wa Yohane sura ya 21 aya ya kwanza hadi aya ya 5a. Injili Yohane 13 aya 21 hadi 33a na aya ya 34 hadi 35. Karibuni sasa tusikilize Injili. Somo la Injili ilivyoandikwa na Yohane. Yuda alipokwisha kutoka, Yesu alisema, "Sasa ametukuzwa mwana wa Adamu, naye Mungu ametukuzwa ndani yake. Mungu naye atatukuzwa ndani ya nafsi yake, naye atamtukuza mara. Enyi watoto wadogo, bado kitambo kidogo nipo pamoja nanyi. Amri mpya nawapa, mpendane kama vile nilivyowapenda ninyi, nani mpendane vivyo hivyo. Hivyo watu wote watatambua ya kuwa ninyi mmekuwa wanafunzi wangu, mkiwa na upendo ninyi kwa ninyi." Neno la Bwana. Sifa kwako e Kristo. Tafakari. Somo la Injili kadiri ya mwinjili Yohane inaturudisha katika ile karamu ya mwisho ya Yesu na wanafunzi wake, ambapo baada ya chakula Yuda aliondoka, akabaki Yesu na wanafunzi wake 11 waliosalia. Hapo ndipo kadiri ya mwinjili Yohane Yesu alipoanza kuzungumza kwa kirefu na wanafunzi wake na kuwapa maelezo ya mwisho, akiwafanulia mambo ambayo polepole tutaanza kuyasikia katika sura hizi. Alipoondoka tu Yuda, Yesu alitamka kuwa imetimia saa ya kutukuzwa mwana wa Adamu, saa ambayo Mungu anatukuzwa ndani ya nafsi ya mwana wa Adamu. Hii ni saa ya ushindi. Wapendwa, ushindi ambao anakwenda kupata Kristo kwa njia ya msalaba, na ni ushindi ambao Mungu anakwenda kupata kwa mwana wa Adamu. Imetimia saa ya Yesu kuchukua njia ambayo yeye tu anakwenda kuipitia, na wala si pamoja na wanafunzi wake, bali yeye peke yake. Na hivyo anawaambia wanafunzi wake, bado kitambo kidogo niko pamoja nanyi. Katika kuelekea saa hiyo ya ushindi, na katika kuingia na kushiriki ushindi huo wa mwana wa Adamu, Yesu anawaachia wanafunzi wake amri mpya ya mapendo. Wapendwa, mapendo haya kamili si ya mtu kumpenda mwingine kama anavyojipenda mwenyewe, kwa maana kwa kufanya hivyo ndiyo anakuwa kipimo cha upendo. Katika utimilifu au upya wa mapendo, kipimo cha upendo ni Yesu. Ndiyo maana anawaambia, pendaneni kama mimi nilivyowapenda. Huu ni mwaliko wa kudumu wa kila mfuasi wa Kristo kutafakari upendo alionao kwa Kristo kwake, namna Kristo anavyompenda, na hivi naye ajibidishe kuwapenda wengine kwa upendo ambao Kristo anao juu yake. Wapendwa, Pasaka ni azimisho linalofungua mlango mpya wa maisha, linauangazia upya wa ubinadamu wetu
upya wa ulimwengu mzima na upya wa mahusiano kati ya viumbe vyote na Mungu muumbaji. Pasaka inatukumbusha kuwa hali ya ubinadamu iliharibiwa na dhambi. Huu uliasiliwa ulimwengu mzima na mahusiano yetu na Mungu. Fumbo la Pasaka na ukombozi alilotuletea Kristo ndilo ulilotuleta katika uharibifu huu na kuanza agano jipya na Mungu, agano la uzima na neema. Hii ndiyo siku ambayo tunaazimisha katika kipindi cha siku 50 za Pasaka. Wapendwa, masomo ya Dominika ya 5 ya Pasaka yanatuingiza katika kutafakari hiyo ya upya wa maisha. Katika lugha ya Kibiblia yanatuonyesha ahadi ya Mwenyezi Mungu ya kuunda upya ulimwengu ulioasiliwa na dhambi. Yanatuonyesha pia matumaini ya wana wa Mungu kuifikia siku hiyo ambayo ulimwengu utaumbwa upya. Siku itakapopita mbingu ya kwanza na nchi ya kwanza inayosongwa na mahangaiko ya kila aina na giza la dhambi, na kuja ile mbingu mpya na nchi mpya iliyojaa wingi wa neema ya Mungu na inayodhihirisha ukamilifu wa umoja wa ubinadamu na muumba wake kama alivyokusudia tangu mwanzo wa uumbaji. Wapendwa, ahadi hii inatimia kwa njia ya Kristo na tukio la kipekee la Kipasaka, na sasa tunaalikwa sote kuishi upya huo na kudhihirisha kwa amri aliyotuachia, amri ya mapendo: pendaneni kama nilivyowapenda ninyi. Upendo ndio ufunguo wa kuingia katika upya wa maisha na ndani ya Kristo, na kama alivyotuonyesha katika Injili ya leo, upendo ndio utambulisho wa kuwa mwanafunzi wake. Tujitafakari leo juu ya namna tunavyoishi upendo huu katika maisha yetu ya kila siku. Tujibidishe katika upendo na tumuombe Mungu azidi kuwasha ndani yetu moto wa upendo. Tupendane kama yeye alivyotupenda. Wapendwa, somo la pili ni kutoka katika kitabu cha Ufunuo linalohusu maono ya mbingu mpya na nchi mpya, Yerusalemu mpya na ulimwengu mpya. Maono hayo ya Yohane ni kuonyesha kutimia kwa utabiri huu wa kinabii. Kwa hiyo ulimwengu mpya na Yerusalemu mpya ni ile iliyo kamili, iliyojaa fadhili za Bwana na utukufu wake, na isiyo na chochote kinachokinzana na utukufu wake. Ndiyo maana katika maono hayo ya Yerusalemu hii mpya inayoshuka kutoka mbinguni, yaani ukamilifu huu wa ulimwengu na kazi ya Mungu mwenyewe, Yohane anaona pia kuwa ukamilifu huu utakuwa pia ni juu ya ubinadamu wote ambao sasa utastahilishwa kuingia katika umoja na Mungu mwenyewe. Wapendwa, Yohane anapata maono na kusikia sauti ya Mungu mwenyewe. Anafanya maskani na watu wake, anafuta kila chozi katika macho yao, na wala mauti wala maombolezo wala kilio havitakuwepo tena. Hapa tunaona kuwa maono ya Yohane katika kitabu hiki si ya kulenga kuogopesha watu kuhusu mambo yajayo au kuwatisha kuhusu uharibifu wa ulimwengu. Badala yake ni maono yanayowajaza watu wa Mungu matumaini ya kuandaa kwa ajili ya muungano na Mungu, muungano ambao unakuwa ni nguvu na kichocheo cha kutia bidii katika harakati za sasa za imani na changamoto zake.
Tumsifu Yesu Kristo. Tafakari hii imeandaliwa na kuletwa kwenu na mimi Frateli Boniface Seleka kutoka Jimbo Katoliki la Shinyanga, ninayesoma masomo ya teolojia mwaka wa 3 katika seminari kuu ya Mtakatifu Paulo Mtume Kipalapala, Jimbo Kuu Tabora.